ndio mwanzo wa awamu ya pili katika ugatuzi ndani ya Lamu. Katiba ilipitishwa, tukafanywa uchaguzi mara kwanza, ikatangazwa hiyo serikali ambayo ilitangazwa, wakafanya kazi miaka 5. Na tunashukuru wale mawaziri ambao walihudumu wakati ule, ambao walikuwa ni wakati mgumu, sababu walikuwa wanabunisha taasisi mpya ambao hazikuwako mbeleni. Wakajitahidi kadiri ya walivyoweza, wakaifikisha Lamu pale ilipofika hapa. Tunashukuru kwa sacrifice yenu na huduma zenu mlotoa kwa wananchi. Vile vile tunamshukuru gavana aliyotangulia kwa ile kazi aliyofanya, na bila shaka kazi ilifanywa. Sisi tulipigania tukisema kwamba tutaifanya kazi hiyo hiyo kwa njia bora zaidi, lakini hatufai kumkosesha shukrani wala kumkashifu mtu kama kusema hakufanya lolote. Hapana, kazi imefanywa na tumeiona, lakini tunaamini kwamba tukiwa kama serikali mpya na hii timu mpya tutafanya zaidi na bora zaidi. Lakini Mungu ndo anajua, na ikifika miaka 5 wananchi ndio watatutia kwenye ratili, waseme kweli tulifanya nzuri zaidi ama ni vile vile draw ama tumeshindwa, ama sio. Lakini mimi yangu ni kuahidi tutafanya juhudi na tutafanya kwa roho safi kazi, na Mungu naamini tukifanya kwa juhudi na kufanya kwa roho safi atatulia baraka na maendeleo yatapatikana. Wala malengo sio kwamba tunataka kuchaguliwa tena. Malengo ni hawa maskini wananchi wetu ambao wametuchagua wapate huduma wanazostahili kupata, zile za kimsingi na zile za ziada pia. Matatizo yetu ndani ya Lamu ni mengi. Tumeachwa nyuma kwa muda mrefu maendeleo, na tumepigania huu ugatuzi. Mimi nilikuwa kama mbunge wenu, nilikuwa representative katika Bomas 2004 wakati katiba mpya inaandikwa, ambapo tulipigania malengo yawe kwamba uwezo wa kuamua mambo na uwezo wa kufanya mambo uje mashinani. Na leo tunashukuru Mungu kwamba uwezo uko mkononi mwetu, na hiyo nafasi pia ya kuamua mambo. Watu walikuwa zamani wanaitwa makonsila, sasa wanaitwa MCA kama wabunge, wana uwezo kutunga sheria ambazo zitaboresha hali ya maisha ya watu wetu. Hatuna sababu yote sasa ya kufeli. Lazima tufanye kazi kwa bidii, tuwapatie wananchi zile huduma wanazostahili kupata. Na wakaribisha na kuwapongeza mawaziri ambao wamebahatika, sababu Mwenyezi Mungu pia ndio naamini ameniguide kuwachagua watu hawa. Sidhani kama nilikuwa ni shetani. A'udhu billahi min dhalik. Na naomba mchukulie nafasi hiyo ambao Mwenyezi Mungu amewapatia with a seriousness that it deserves. Mwe serious na hii kazi, na hiyo malengo ni kutumikia wananchi na kumfurahisha Mwenyezi Mungu, na bila shaka tutafaulu tukiwa na malengo hayo. Yoyote ambaye amepewa trust, amana ya kutumikia wananchi, sio wote tutaweza kuwa mazidi, lakini kuna maofisa, kuna watu wa masuala mbalimbali. Tukifanya kazi kwa roho safi tutabarikiwa inshallah. Lakini tukiwa na fikra za kuwa ile nafasi sasa umepawa kiofisi au kimeza ni mahali pa kujitajirisha unjustly, kujitajirisha kwa njia ambayo si ya kisheria, ambayo si haki halali, utafeli. Lakini unaweza pata nafasi kidogo, utaona unapata fedha kutumia siku mbili, lakini mwishowe utakuwa na mwisho mzuri. Kwa hivyo langu ni kwa nasihi, tumogope Mungu sote, na nafsi yangu pia nijinasihi nimogope Mungu ili tupate mafanikio na baraka zake Mwenyezi Mungu. Tutafanya bidii inshallah kuboresha huduma za maji. Tuna mpango wa kuleta maji kutoka Tana River, ambao maji yanapotea kipindi kile baharini, tutasambaza inshallah sehemu zote ya Lamu ili watu wapate hisia maji maziki mwasefaroni. Tuna mpango katika upande wa elimu kuhakikisha kwamba hakuna mtoto yote atakosa nafasi ya kusoma sababu nyumbani hakuna pesa. Tutaweka inshallah basari na scholarship za maana. Watoto wote ambao wana hamu ya kusoma wapate fursa ya kusoma, waende wakasoma bila ubaguzi wote. Wala hatakuwa basari zetu zitatolewa Mikunguni wala wapi. Pesa itakuwa zapelekwa shule.
watoto wasome. Na haitojalisha kama mzazi wake yule mtoto alikuwa akilipinga au akiniunga, yule mtoto hana hatia. Na wala kulipinga sio hatia, ni haki ya kibinadamu na ni haki ya kikatiba mtu kupinga kama ona ni haki kupinga. Kwa hivyo we shall welcome constructive criticism, na tutawaheshimu wale watu wanaotupinga na tutawaheshimu na kuwapenda wale wanaotuunga. Hiyo ndio mwanzo. Lakini hatutawacha mapendeleo ile itatu influence decision making zetu. Kila mtu akona haki, hata yule mwenye kupinga na haki kuhudumiwa kama mwananchi mwingine. Na hivyo ndio itakuwa ndio policy yetu sawa. Wala hakutakuwa na mambo kama mtu akiandikwa kazi mpaka aitwe mzazi nyumbani kwa gavana, ati gavana anamwambia mtoto wako umepaka sasa niunge mkono. Hakuna mambo hayo. Hakuna just protocol hiyo. Haya mambo yatakoma kwanza sasa inshallah. Ikiwa umechaguliwa sababu ya ujuzi wako na uaminifu wako na makaratasi yako, hiyo ni wewe na Public Service Board na wale ambao wako ofisi ya gavana, ni wewe na gavana. Lakini sio mambo kuingizana wazazi na family na si harusi. Ni kazi ama sio? Haya. Tuna mipango inshallah, tunahimiza serikali itaanza mradi wa kuleta barabara ya lami kutoka Mokoe Wito mpaka Mokoe. Na tunaamini hiyo kazi itamalizika karibuni. Na hivi tunazungumza area hii tayari kuna 1 billion shilling serikali kuu imeweka. Hii area ya Mokoe na Mofisi tutachiwa lami kote kama unavyoona magari ya zuka kama yanatengeneza barabara. Lamu itang'ara. Kama mnavyoona kila sehemu stima imefika mpaka Kiunga, Visiwani, Mokoe. Ni mambo kwa hakuna zamani, sasa yako. Au sio? Tutafanya juhudi inshallah wale watu ambao wana mashamba yao wapimiwe, wapewe hati zao za kumiliki ardhi hizo ili waweze kujimudu na kujiendeleza kiuchumi. Na mambo ya uvuvi tutazama kama mlivyojua tulivyotangaza hapo mbeleni, ilikuwa serikali iliyopita walisema wamewakopesha mashini wavuvi. Serikali yangu itaomba bunge ipitishe sheria kusamehe hizo mashini zio wananchi wafanye kazi. Serikali sio benki yake kwa itakopesha watu mikopo. Pesa za wenyewe wakopesha nini? Au sio? Ili kodi ambayo wananchi wanalipa. Kila tukinunua soda, tukinunua kiatu, tukinunua chochote kuna kodi ndani yake. Na wananchi wote wanatumia senti na wanalipa kodi. Kwa hivyo hizo pesa ni zao. Mambo ya hospitali tutaimarisha inshallah. Tuko na waziri mzuri Manarafa Ikunywa, naamini ataweza kuleta yale mabadiliko ambayo yanahitajika kuboresha huduma ndani ya sekta ya afya. Tunamshukuru waziri aliyotangulia Tutakombo na maafisa wake wamefikisha pale tulipofika kama nilivyosema. Lakini kuna haja ya kureform mambo fulani. Hii huduma ya afya imegatuliwa, imekuwa ni ya county. Lakini uwezo wa kuweka mishahara bado ni centralized, iko katika SRC, ile Standardized Remuneration Commission, ambayo iko chini ya yule mama Seremu. Halafu wameweka mshahara huo kwa Kenya nzima. Na Kenya nzima kila county iko na mambo yake unique, ambao wengine wanaweza kuitisha kuvutia maofisa na madaktari kwa mshahara mdogo, na wengine hata kwa mshahara mikubwa wanashindwa kuleta watu kuja kufanya kazi huko. Kwa hivyo hii approach ya kuwa one size fits all itabidi ibadilike. Nimeomba wabunge wetu na waseneta wetu na women rep waanze kuangazia jambo hili ndani ya bunge ili SRC irecognize, itambue kama kuna tofauti, kila county ina unique circumstances, tupate uwezo wa kuset marupurupu ya kuvutia na kuzuia wafanyikazi waje wafanye kazi hapa kwa furaha na watuhudumie watu wetu kwa furaha bila kuona kama wameletwa kwenye hardship area ama kwa unyonge. Kama iko hardship area, hardship lazima wawe compensated with better pay. So hili jambo tutalifanyia bidii inshallah. Vile vile hospitali yetu tuta reform vile inapokuwa managed. Tutaleta bill kwa bunge na tutamwarifu speaker. Ziwe kila hospitali iko na management committee zake ambazo ziko autonomous. They are answerable to the CEC, lakini tunaweka very professional managers kuendesha kila hospitali ambao watakuwa kama parastatal.
Hii jambo limejaribiwa katika kaunti nyingine kama Kisii na imefaulu. Kwa hivyo sisi mambo mengine tutabunisha wenyewe, mengine tukiona mazuri tutaigiza pia. Ama si kuna makosa? Halafu tukiwa hapo kwenye hospitali tutafanya bidii kuweka dawa za kutosha na vifaa vya kutosha, na tutawajengea nyumba madaktari, manasi na nini, ili katika moja ya kivutio ya kuwavutia waje kufanya kazi kwetu. Tuna tabu sasa hivi, manasi wanagoma wale ambao tuko nao, na kuvutia wengine kuja ni challenge. Lazima tuwe innovative, tutafute njia ya kuwavutia waje wafanye kazi, na madaktari pia waweze kuja kufanya kazi. Kuna haja kubwa ya kuwa na specialists. Mtu akivunjika guu apelekwe Malindi, akiumwa na nyoka apelekwe Malindi, mambo haya lazima kwa. Lazitengeza hospitali zetu, tutaandika madaktari hata kama ni kutoka ng'ambo waje. Sawa. Nataka by the time tukimaliza muhula huu iwe watu watoka Kijabe, watoka Malindi, watoka Mombasa kuja kutibiwa wangu. Ndio kuja Pegetoni na kama sio Mpaka, kama sio. Kwa nini sisi zote tupandishe magari kwa kule? Mbona tuone mtu kwetu huko? Wani lazima kuna haja ya kuboresha mambo. Tutajitahidi inshallah. Na mtuombee Mungu tufaulu. Sawa? So vijana wetu wana shida ya kupata kazi. Tutaimarisha inshallah polytechnics zetu ili wapate ujuzi wa kuandika wenyewe kazi na kuandika wenzao kazi. Na tutafanya bidii wapate mikopo ya kuanzia biashara zao ndogo ndogo. Juzi kumefungula petrol station nzuri hapa Safi, nauza mafuta safi kwa bei nzuri. Kila hata vijana bodaboda pia biashara zao zitaimarika sababu ya mambo kama haya. Tutaweka control wale ambao wanatia takataka ndani ya mafuta yao, wawache mchezo huo. Maana wanaharibia vijana mashini zao, wanaharibia maboti mashini zao. Watu hao wanatafuta faida kidogo. Tutaweka njia za kupima haya mafuta, tuhakikishe wananchi wote wanapata mafuta safi kila mahali. Na huduma nyingine kama hizo tutafanya, maana tuna chance sasa kujenga mji mkubwa. Baada ya miaka 10 tutakuwa na watu milioni 1 wanaishi hapa. Lazima tu plan. Tusiye tutajengwa kiholela. Tuweke plan nzuri, alafu plan ifuatwe. Uwe ni mji ambao watu wakija waona raha, waseme wow, kumelamu iko hivi, au sio? Na sisi wenyewe tunaishi hapa, tusikie raha, tuishi kwenye mji ambao msafi, wapendeza, kuna nafasi ya kufanya kazi, kuna nafasi ya kupumzika, kuna nafasi ya kufanya biashara, kuna nafasi ya mitambo na mambo kama hayo. Hataki tangalizi zile jumba kila kitu zipandiana kama mpapa vile. Hatukubali mambo hayo. Sawa? Tukikubaliana hivyo tutapata huduma, tutapata kuishi kwenye mji ambao sote tutasikia raha kuishi na njuri. Sio miji ya dhiki, ama sio? Lakini tukikosa hiyo opportunity hiyo, tutajengwa sampuli alafu tutakuwa lazima tuishi na hizo sampuli. Na time tumefika sasa, tuko 21st century, tunataka tutoke kwenye mambo haya. Tunataka sisi pia tuwe na mipango. Wale ambao wanadai kwamba hii shamba ni yao, naona kuna milibo, kuna miembe, ni kweli claim ya kueleweka. Tutashauriana na viongozi tuangalie njia gani haki yao waipate. So tunaomba nikimalizia mtuombe Mungu, na Mungu alokamilika. Zote tuna kasoro. Lakini hizi kasoro zetu tukiungana tutafanya mambo mengi. Lakini mtuombe Mungu atutie taufiki. Kama lengo yetu mazuri yatimie ili watu wetu waishi katika raha na starehe ndani ya Lamu County. Tunashukuru serikali kuu kwa juhudi walofanya kuboresha hali ya usalama. Hawa watu walikuwa wakisumbua watu hapa, sasa tuko tayari kuwapokea. Maaskari wetu washafundishwa, washapewa bunduki. Kubwa lao watakalofanya nothing of military significance. Pengine mara moja watapiga dafra hapa na pale, lakini hawezi kushinda Kenya inshallah. Watu wa Kenya ni wachaji Mungu, watu wa Kenya wana bidii, watu wa Kenya wanajiweza. Na inshallah tutawarudisha kule walipotoka. Haya mambo title deed alopima huko visiwani aloleta nani? Hospitali ya Faza leo kufanya operesheni mchana na usiku. Alofanya kazi hiyo nani? Sasa tukimwombea kura makosa? Na sisi tuwe ni watu waungwana, turudishe shukrani. Ikionekana ni watu ambao tufanywa wema, turudisha uovu, hatutafanywa tena wema. Kuna wengi wautaka ule wema na wajua namna kuthamini ule wema. Kwa hivyo ni wajibu wetu
kurejesha shukrani mara hii, tumpatie kura Rais Uhuru ili naye azidi kuwa na imani na sisi kuendelea kupata maendeleo. Ikiwa amepata kura milioni 8,200 na yule anayepingana naye apata kura milioni 6,800, ni gap ya milioni nusu karibu. Mshajua ushindi uko huko. Sasa katika upinzani kutafutana nao maendeleo, tupeleke nchi yetu mbele. Sawa jamani? Kwa hivyo naomba siku hiyo ikifika tarehe 26 haiko mbali tena, sote tujitokeze tupigie Rais Uhuru Kenyatta na Jubilee kura ili kazi iendelee, ama sio? Kwa haya machache nasema asante sana na Mungu awabariki.